Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hii ni sura tuliyoiteremsha na tukailazimisha. Tukateremsha ndani yake aya zilizowazi ili mkumbuke. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, mtandikeni kila mmoja katika wao bakora 100. Wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na alishuhudia adhabu yao kundi la waumini. Mwanamume mzinifu hamoi ila mwanamke mzinifu au mwanamke mshirikina, na mwanamke mzinifu haolewi ila na mwanamume mzinifu au mshirikina, na hayo yameharamishwa kwa waumini. Na wanaowasingizia wanawake mahashumu kisha wasilete mashahidi 4, basi watandikeni bakora 80 na msiwakubalie ushahidi wao tena, na hao ndio wapotovu. Isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na wakatengenea, kwani bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye kurehemu. Na wale wanaowasingizia wake zao na hawana mashahidi ila nafsi zao, basi ushahidi wa mmoja wao utakuwa kushuhudilia mara 4 kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba hakika yeye ni katika wasema kweli, na mara ya 5 kwamba laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake ikiwa ni miongoni mwa waongo. Na mke itamuondokea adhabu kwa kutoa shahada mara 4 kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba huyu mume ni miongoni mwa waongo, na mara ya 5 ya kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake kama mumewe yu miongoni mwa wanaosema kweli. Na lao kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake, na ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mpokeaji toba. Suratun Nur imeteremka Madina. Sura hii ni ya Madina na aya zake ni 64. Mwenyezi Mungu amebainisha ndani yake wajibu wa kusafisha umma na uchafu wa zina na kutangaza fedheha kwa vitendo na maneno kati ya waumini, na akaleta sharia ya adhabu kuzuia hayo, kama alivyoleta sharia mahsusi katika uzinzi wa mume au mke ili kujenga imani baina ya mtu na mkewe. Kutoka uzinzi, masimulizi yakaingilia kutaja hukumu ya uongo katika hali hizi, na ya wapasayo waumini kwa mintarafu ya neno ovu lisilokuwa na dalili. Tena yakafuatia masimulizi ya adabu za kuingia majumbani, na nani mwenye haki ya kuona pambo la mwanamke. Na baada ya wito wa jumla ikafuatilizia kutakiwa mwendo safi usio na toa. Kisha imekuja nuru ya Mwenyezi Mungu na inatajwa misikiti, na vinatangazwa vitendo vya makafiri na hali za wenye inadi, na upande mwingine zinaelezwa hali za waumini. Baada ya hayo sura inaeleza adabu za watu wa nyumbani, watu waliohusiana, watoto na wakubwa, katika hali ya kuingiliana na kuchanganyika, na nani mwenye haki ya kula naye mtu. Na hatimaye zimetajwa sifa za waumini wanapoitwa na mtume kwa jambo lililowahusu wote, na sura ikambainisha mwenye ukuu wa ufalme wake uliotukuka na mwenye kuenea ujuzi wake. Sura hii tumeifunua na tumewajibisha hukumu zake, na tumeteremsha ndani yake dalili zilizo wazi za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na upokeo wake, na kwamba kitabu hichi kinatoka kwake ili mpate kuaidhika. Na miongoni mwa hukumu hizo ni hukumu ya mwanamke na mwanamume wenye kuzini. Basi kila mmoja wao mpigeni fimbo 100, wala huruma kwao isikuzuieni kutimiza hukumu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Kwani yanotakikana na imani ni kuhiari kumridhi Mwenyezi Mungu kuliko kuwaridhi watu. Na wahudhurie baadhi ya jamaa waumini waone hiyo adhabu inavyotekelezwa, ili adhabu hiyo iwatishe wenginewe wasitende hivyo. Mwanamume muovu aliyezoea uzinifu hapendi kumoa ila mchafu anayezini au mshirikina, na mwanamke mchafu ambaye kazi yake ni uzinifu hapendelei kuolewa ila na mchafu anayezini au mshirikina. Na ndoa namna hii haiwaelekei waumini, kwa kuwa imeshabii fiski na kupelekea kutuhumiwa. Haya ikiwa haikupita toba,
na tafsiri ya haya ni kuwa inabainishwa tabia za washirikina uadhinifu, kuwa wao hawapendi ila mambo ya ufisadi tu. Na kwa mujibu wa maoni ya Hambali na ahali Dhahir na pia Ibadhi, haisihi ndoa ya mwanamume mzinifu au mwanamke mzinifu kabla ya toba. Na wanawatuhumu wanawake wenye heshima zao wasio na makosa kwa tuhuma ya uzinzi bila kuleta mashahidi wane wa kuthibitisha tuhuma yao, waadhibuni kwa kuwapiga fimbo 80, na wala ushahidi wao usikubaliwe tena kwa jambo lolote muda wa uhai wao. Basi hawa ndio wanaofaa kuitwa kwa jina la waliotoka vibaya kwenye mipaka dini. Maoni ya wataalamu juu ya aya ya 2 hadi 4. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume mtandikeni kila mmoja katika wao bakora 100, wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na lishuhudie adhabu yao kundi la waumini. Mwanamume mzinifu hamoi ila mwanamke mzinifu au mwanamke mshirikina, na mwanamke mzinifu haolewi ila na mwanamume mzinifu au mshirikina. Na hayo yameharimishwa kwa waumini na wanaowasingizia wanawake mahashumu, kisha usilete mashahidi wane. Basi watalikeni bakora 80, na msiwakubalie ushahidi wao tena, na hao ndio potofu. Makosa katika sheria ya Kiislamu ni mambo yaliyoharimishwa na Mwenyezi Mungu akayakemea kwa kuyawekea adhabu au izara ya kufedhehesha. Na maharimisho hayo ama ni kutenda kilichokatazwa kukitenda, au kuacha kutenda kilichoamrishwa na sheria kutendwa. Na sababu ya kuharimishwa hayo yaliyokatazwa ni kuwa hayo ni kupiga vita moja katika maslahi yanayokubaliwa katika Uislamu. Na maslaha hayo yanayokubaliwa ni 5, nayo ni: kwanza, kuhifadhi nafsi; 2, kuhifadhi dini; 3, kuhifadhi akili; 4, kuhifadhi mali; 5, kuhifadhi heshima. Kuua kwa mfano ni kuipiga vita nafsi, na kurtadi yani kutoka katika Uislamu ni kuipiga vita dini, na kutumia vinavyolevya ni kuipiga vita akili, na wizi ni kuipiga vita mali, na uzinzi ni kuipiga vita heshima. Na wanazuoni wa elimu ya fiqh yani sharia wameagawa makosa sehemu mbalimbali, lakini sisi yatutosha kwa sababu ya kueleza aya hizi kugawa kwa mujibu wa uzito wa adhabu zake na namna ya kiasi chake, nayo yamegawika mafungo 3. Kwanza, hududi yani adhabu; 2, kisasi au dia; 3, izara au fedheha. Ama hududi au adhabu ni makosa ambayo yanaonekana kuwa yanaingilia kuvunja haki ya Mwenyezi Mungu, au kuwa haki ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi ndani yake kuliko haki ya binadamu. Na kwa hivyo ndiyo Mwenyezi Mungu akaiwekea mipaka. Ndiyo maana hasa ya hududi kaiwekea mipaka adhabu yake katika Kurani au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ama makosa ya kisasi na dia ni makosa ambayo baadhi kubwa yake yamewahusu wenyewe waja. Mwenyezi Mungu amewekea adhabu za baadhi yake katika Kurani au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na amewachilia mengine wapime wenyewe wenye madaraka. Mfano wa hayo makosa ya kumwaga damu, kama kuua na kukata viungo na kujeruhu. Ama makosa izara, Uislamu umejitosheleza kwa kutaja mwisho wa ukali na mwisho wa upole katika adhabu zao, na kuachia yaliyobaki wenye kutawala wahukumie kwa kila kosa kwa mujibu wa hali na zama yanapotokea makosa. Makosa ya hududi ni 7. Kwanza, uzinzi; 2, kuzulia wanawake mahashumu wasio na makosa; 3, udhalimu; 4, wizi; 5, uharamia; 6, ulevi; na 7, kurtadi yani kutoka katika Uislamu. Mwenyezi Mungu ameyawekea mipaka yote makosa hayo, na ameyaleta kwa hisabu yake katika Kurani, kama alivyowekea adhabu zake katika Kurani vile vile, isipokuwa adhabu ya mwenye kuzini naye amewahi kuoa,
yani zani muhsan, ambaye hupigwa mawe, na mlevi na adhabu yake ni fimbo 80, na adhabu ya mwenye kurtadi ambaye jaza yake ni kuuawa. Hayo yamekuja katika sunna, na zimeenea hizi kanuni za kuundwa na watu katika kupinga makosa ya uzinzi kwa adhabu hafifu, kama vile kifungo. Hata ndiyo uchafu ukaenea kati ya watu, na fiski na ukahaba ukazaga, na heshima zikapotea, na maradhi yakakithiri, na nasaba za ukoo zikachanganyika. Katika jambo la ajabu ni kuwa hizi kanuni za kisasa za nchi zinazoambiwa za kistaarabu ndiyo zinazoyalinda makosa haya. Katika kanuni za adhabu za Kifaransa kwa mfano, wazinzi wasiooa wala kuolewa hawapati adhabu yoyote maadamu wao wakiwa wamekwisha fikiria utu uzima, kwa kuwa ati uhuru wao wa binafsi unataka waachiliwe wajifanyie wenyewe watakalo. Ama mzinzi mwanamume aliye na mke, au mwanamke mwenye mume, basi huyo adhabu yake ni kifungo. Lakini mwanasheria wa serikali haingii kuchunguza ila akipata mashtaka kutokana na mume au mke. Na inaonyesha kuwa ni haki ya mume tu kuwa hilo kosa limetokea au la, kwani ikiwa yeye ndiye aliyefikisha mashtaka, basi yeye anaweza kuyafuta pia, na uchunguzi utasita. Na yeye anaweza kusamehe mkewe akatoka gerezani kabla kutimiza muda wa kifungo chake, ijapokuwa hukumu ilikuwa ni juu yake huyo mwanamke mwishoni. Na wapo baadhi ambao ati wanaushutumu Uislamu kwa ukali wake, kushadidia kwake kuadhibiwa wazinifu. Yaliyoelekea zaidi ni kuwa lau wangelizingatia kuwa kama ilivyokuwa adhabu ni kali, hali kadhalika umeshadidiwa ushahidi wa jambo hili. Kwani japokuwa katika kosa la mauaji yatosha ushahidi wa mashahidi wawili waadilifu, katika uzinzi ni lazima wapatikane mashahidi 4 waadilifu walioona kitendo hicho kwa macho yao au aungame mkosa. Hayo na tunaona kuwa Kurani tukufu imelazimisha kuwa kupigwa hizo fimbo kwa jahara, ili mkosa ajulikane na iwe ni onyo kuwahofisha wenginewe. Lakini mwenye kutubu katika wao akajuta kwa maasi yake, na akaazimia kwa mtiifu na kuonyesha ukweli wa toba yake kwa kwenda kwake mwendo mwema, basi Mwenyezi Mungu atamsamehe kumwadhibu. Na hao wanawatuhumu wake zao kuwa wamezini na hawana mashahidi wanaotakikana kushuhudia ukweli wa tuhuma yao, basi anatakikana mmoja wa hao, kama ataka isimpate adhabu, ashuhudie kwa Mwenyezi Mungu mara 4 kuwa yeye ni mkweli katika hiyo tuhuma yake, na mara ya 5 aseme kuwa yeye anastahiki kutengwa na rehema ya Mwenyezi Mungu, akiwa ni mwenye kusema uongo kwa hayo. Baada ya haya mwanamke akinyamaza kimya, itampasa kupata adhabu ya uzinzi. Ili kujikinga na adhabu, yampasa ashuhudie kwa Mwenyezi Mungu mara 4 kwamba mumewe ni mmongo, kumtuhumu yeye kwa uzinzi, na ataje katika mara ya 5 kuwa yeye mwanamke anastahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu imshukie, ikiwa mumewe ni mwenye kusema kweli katika tuhuma yake. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hakukufanyieni fadhila na akakurehemuni, na kuwa yeye ni mwingi kukubali toba za waja wake na mwenye hikma katika vitendo vyake vyote, asingelikufanyieni sharia za hukumu hizi, na angelifanya haraka kukuadhibuni duniani kwa maasiya. Hakika wale walioleta uongo ni kundi miongoni mwenu. Msifikiri ni shari kwenu, bali hiyo ni kheri kwenu. Kila mtu katika wao atapata aliyoyachuma katika madhambi, na yule aliyejitwika sehemu yake kubwa miongoni mwao atapata adhabu kubwa. Kwa nini mliposikia habari hii, wanaume waumini na wanawake waumini hawakuwadhania wenzao mema na kusema huu ni uzushi dhahir? Kwa nini hawakuleta mashahidi 4? Na ilivyokuwa hawakuleta mashahidi 4, basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu ni waongo. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake katika dunia na akhera, bila shaka ingelikupateni adhabu kubwa kwa sababu ya yale mliojiingiza mlipoyapokea kwa ndimi zenu, na mkasema kwa vinywa vyenu msiyoyajua.
na mlifikiri ni jambo dogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Na kwa nini mlipoyasikia msiseme, haitufalii kuzungumza haya? Subhanak, umetakasika, huu ni uzushi mkubwa. Mwenyezi Mungu anakuonyeni msirejee tena kufanya kama haya kabisa, ikiwa nyinyi ni waumini. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Kwa hakika wale wanaopenda uenee uchafu kwa walioamini watapata adhabu chungu katika dunia na akhera, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake, na kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye kurehemu. Hakika hao waliozua uongo uliopotoka na kila uongofu kumzulia Aisha mke wa Nabii sallallahu alaihi wasallama walipomtangazia uzushi, ni kikundi wanaoishi pamoja nanyi. Msidhani kituko hichi ni shari kwenu, bali ndiyo kheri yenu, kwa sababu kimapambanua baina ya wanafiki na waumini wa kweli, na ukadhihiri ukarimu waliowema na wenye kuingiwa na uchungu. Na kila mtu katika hawa waliotuhumu watapata malipo yao kwa mujibu wa kadri alivyoshiriki katika uzushi huu. Na mkuu wa kikundi hichi ndiye atayepata adhabu kubwa kwa ukubwa wa makosa yake. Ilikuwa inavyotakikana kwa imani ni kuwa wakati wa kusikia uzushi ni waumini wanaume na wanawake wajidhanie nafsi zao kheri ya usafi na unadhifu, na waseme kwa kupinga, huu ni uongo ulio wazi umezuliwa, kwa kuwa haya yamemhusu bora ya mitume na bora ya wanawake walio wakweli. Je, hao wazushi walileta mashahidi wane wa kushuhudia hayo waliyasema? Hawakufanya hayo, na ikiwa hawakufanya, basi hao kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu ni waongo. Na lau kwa Mwenyezi Mungu akukufanyieni fadhila kwa kubainisha hukumu, na akukurehemuni duniani kwa kuacha kuleta adhabu kwa haraka, na akhera kukusameheni, angelikuteremshieni adhabu kubwa kwa sababu ya kujiingiza kwenu katika uzushi huu. Mmezichukua habari hizo kwa ndimi zenu na mkazieneza kati yenu, wala nyinyi hamkujua kuwa hizo ni habari za kweli, na mkaona jambo hili ni dogo sila kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu, au sana adhabu yake ni ndogo, na ilhali ni jambo kubwa kweli la kuadhibiwa adhabu kali na Mwenyezi Mungu. Yanayofaa ni kuwa baada ya kusikia maneno haya ya uongo ni kuambizana msiyazungumze, kwa sababu si laiki yenu, na mustajabie kuzuliwa uongo muovu wa namna hii wa hatari. Na hakika Mwenyezi Mungu anakukatazeni msirudie tena kufanya maasi namna hii kabisa, ikiwa nyinyi waumini wa kweli, kwani sifa za imani zinapingana na mwendo huu. Na Mwenyezi Mungu anakuteremshieni aya zenye kuonyesha hukumu kwa uwazi dhahiri. Na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa ujuzi, hapana sichokijua katika vitendo vyenu, naye ni mwenye hikma kwa kila anachokitungia sheria na kukiumba, kwani kila sheria zake na umbaji wake ni kwa mujibu wa hikma. Hakika hao wanaopenda kutangaza machafu wakayatangaza baina ya waumini watapata adhabu yenye kutia uchungu duniani kwa mateso yaliyokwisha pasishwa, na akhera watatiwa motoni ikiwa hawatutubu. Na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali zenu zote za dhahiri na zilizofichikana, na nyinyi hamjui anayoyajua yeye. Na lau kuwa si fadhila Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake kwenu, na kuwa yeye ni mwingi wa upole mkunjufu wa rehema, asingelikubainishieni hukumu, na angelikuleteni mateso kwa haraka hapa duniani kwa maasi yenu. Enyi mlioamini, msizifuate nyayo za sheitani, na atakayefuata nyayo za sheitani basi yeye huamrisha machafu na maovu. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake juu yenu, asingelitakasika miongoni mwenu kabisa hata mmoja. Lakini Mwenyezi Mungu humtakasa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua. Na wale katika nyinyi wenye fadhila na wasaa wasiape kutowapa jamaa zao na maskini na waliohama kwa njia ya Mwenyezi Mungu, na wasamehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni?
na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hakika wanaowasingizia wanawake wanaojiheshimu walioghafilika, waumini, wamelaaniwa duniani na akhera, nao watapata adhabu kubwa. Siku ambayo zitawashuhudia ndimi zao na mikono yao na miguu yao kwa waliokuwa wakiyatenda. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atawapa sawa sawa malipo yao ya haki, na watajua kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye haki iliyo wazi. Wanawake waovu ni wa wanaume waovu, na wanaume waovu ni wa wanawake waovu, na wanawake wema ni wa wanaume wema, na wanaume wema ni wa wanawake wema. Hao wameepushwa na hayo wanayoyasema. Wao watapata msamaha na riziki ya ukarimu. Enyi mlioamini, hifadhini nafsi zenu kwa imani, wala msimfuate shaitani anayekuvutieni kwenda tangaza uchafu na maasi baina yenu. Na mwenye kumfuata shaitani, basi huyo amekwisha asi, kwani shaitani anaamrisha madhambi makubwa makubwa na maasi mabaya. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake kwenu kwa kubainisha hukumu na kukubali toba ya wenye kuasi, asingetahirika hata mmoja wenu na uchafu wa maasi. Lakini Mwenyezi Mungu anamsafisha mwenye kumwelekea yeye kwa kumwezesha kuwa mbali na maasi, au kwa kumsamehe kwa kutubu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia kila kauli, mwenye kujua kila kitu, na atakulipeni kwayo. Wala wasiwape wema wenu wenye nafasi kuwa watazuia kuwafanya ihsani jamaa zao na masikini na waliohama makwao katika njia ya Mwenyezi Mungu na wengineo kwa sababu za kibinafsi, kama vile kuwa wamewatendea uovu fulani. Lakini inatakikana wawasamehe na wayaachilie mbali makosa yao. Na ikiwa mnapenda Mwenyezi Mungu akusameheni maovu yenu, basi wafanyieni wanakufanyeni mabaya mfano wanavyokufanyieni nyinyi Mola wenu mlezi, na fuateni mwendo wake, kwani yeye ni mkunjufu wa kusamehe na kurehemu. Aya hii imeteremka pale Abu Bakar radhiallahu anhu alipoapa kumkatia msaada jamaa yake Mistah bin Uthatha, hapo alipoingia Mistah katika uzushi aliozuliwa bibi Aisha radhiallahu anhu. Hakika hao wanaowasingizia wanawake wema waliosafi, ambao hawadhaniwi hayo, basi wao kwa kumshughulikia Mwenyezi Mungu hata wameghafilika na hayo wanaosingiziwa, Mwenyezi Mungu atawatenga mbali na rehema yake katika dunia na akhera, na watapata adhabu kubwa ikiwa hawatutubu. Adhabu hiyo itakuwa siku ya Kiyama, ambapo itakuwa hapana njia ya kuikataa, bali walioyatenda yatathibiti juu yao, kwa kuwa zitawashuhudia ndimi zao na mikono yao na miguu yao kwa madhambi yote walioyatenda. Na hayo ni kwa kudhihiri athari ya vitendo vyao juu ya viungo hivyo, au kwa kutamkishwa na Mwenyezi Mungu ambaye atamkisha kila kitu. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhabu iliyokwisha hukumiwa wapewe kwa ukamilifu wake bila upungufu. Na hapo wataujua kwa ujuzi wa yakini uungu wa Mwenyezi Mungu na hukumu za sheria zake na ukweli wa hali yake na kitisho chake, kwani yote hayo yatakuwa wazi, hayana kificho. Wanawake waovu ni wa wanaume waovu, na wanaume waovu ni wa wanawake waovu, na kadhalika wanawake wema ni wa wanaume wema, na wanaume wema ni wa wanawake wema. Basi yamkini vipi kuwepo uovu katika wema uliohifadhiwa, nao ni mke wa mwema mwaminifu Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallama? Na wema hawa wamehifadhika na tuhuma wanazowasingizia hawa waovu, na wao wana maghfira ya Mwenyezi Mungu kwa vijidhambi vidogo vidogo ambavyo mwanadamu hakosekani kuwa navyo, na watapata ukarimu mkubwa wa kupata neema za peponi. Enyi mlioamini, msiingie nyumba zisizo nyumba zenu mpaka muombe ruhusa, na mwatolee salamu wenyewe. Hayo ni bora kwenu mpate kukumbuka. Na msipomkuta mtu humo, basi msiingie mpaka mruhusiwe. Na mkiambiwa rudini, basi rudini. Hivi ni usafi zaidi kwenu. Na Mwenyezi Mungu anajua mnayoyatenda. Si vibaya kwenu kuingia nyumba zisizokaliwa
ambazo ndani yake yamo manufaa yenu, na Mwenyezi Mungu anajua mnayoyadhihirisha na mnayoyaficha. Waambie waumini wanaume wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao, hili ni takaso bora kwao. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za wanayoyafanya. Na waambie waumini wanawake wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao, wale wasionyeshe uzuri wao isipokuwa unaodhihirika, na waangushe shungi zao juu ya vifua vyao, wale wasionyeshe uzuri wao ila kwa waume zao au baba zao au baba wa waume zao au watoto wao au watoto wa waume zao au kaka zao au wana wa kaka zao au wana wa dada zao au wanawake wenzao au ilivyowamiliki mikono yao ya kuume au wafuasi wanaume wasio na matamanio au watoto ambao hawajajua mambo yaliyohusuke, wala wasipige chini miguu yao ili yajulikane mapambo aliyoyaficha. Na tubuni nyote kwa Mwenyezi Mungu enyi waumini ili mpate kufanikiwa. Na waozeni wajane miongoni mwenu na wema katika watumwa wenu na wajakazi wenu. Wakiwa mafakiri Mwenyezi Mungu atawatajirisha kwa fadhila yake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa mwenye kujua. Na wajizuilie na machafu wale wasiopata cha kuolea mpaka Mwenyezi Mungu awatajirishe kwa fadhila yake. Na wanaotaka kuandikiwa uhuru katika wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki, basi waandikieni kama mkiona wema kwao. Na wapeni katika mali ya Mwenyezi Mungu aliyokupeni, wala msiwashurutishe vijakazi vyenu kufanya zina kwa ajili ya kutafuta pato la maisha ya dunia, ila hali wao wanataka kujiheshimu. Na atakayewalazimisha, basi Mwenyezi Mungu baada ya kulazimishwa kwao huko atawasamehe, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Na kwa yakini tumekuteremshieni ishara zilizo wazi na mifano kutokana na waliotangulia kabla yenu na mawaidha kwa wachamgu. Enyi mlioamini, msiingie katika nyumba zisizokuwa zenu ila baada ya kutaka idhini kwa wakazi wake na mkuruhusiwa kuingia, na baada ya kuwatolea salamu wakazi wake, na salamu ni bora kwenu kuliko kuingia tu bila kutoa salamu. Na Mwenyezi Mungu amekuwekeeni sharia hii ili mpate kunasihika na mwifuate. Na ikiwa katika hizo nyumba hamkumkuta mtu kukupeni idhini, basi msiingie mpaka aje kukuruhusuni. Na ikiwa hakukuruhusuni na akakutakeni mrudi nyuma, basi rudini, wala msishikilie kutaka ruhusa ya kuingia, kwani kurejea nyuma ni heshima zaidi na usafi zaidi kwa nafsi zenu. Na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali zenu zote, na atakulipeni, basi msende kinyume na uongozi wake. Na mkitaka kuingia nyumba za umma zisizokwaliwa na watu mahsusi, na ndani yake zipo haja zenu, kama vile maduka, mahoteli, nyumba za ibada, hapana ubaya kuingia bila kutaka ruhusa. Na Mwenyezi Mungu anajua kwa ujuzi wa timamu kabisa vitendo vyenu vyote vya dhahiri na vilivyofichikana. Basi tahadharini na kwenda kinyume naye. Ewe nabii, waambie waumini katika yanayopelekea zina na kutilisha shaka, wasitazame yanayoharimishwa kutazama, nayo ni tupu za wanawake na sehemu za uzuri wao. Na wanaume wahifadhi tupu zao kwa kuzistiri na kutozitumilia kwa njia isiyoruhusiwa na sharia. Adabu hiyo ndiyo ina heshima zaidi na safi zaidi kwao, wasiingie katika maasi na tuhuma. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua barabara yote wayatendayo, na atakuja walipa kwayo. Vile vile we nabii, waambie wanawake waumini wanaamrishwa waache kutazama yaliyoharimishwa, na wazihifadhi tupu zao kwa kuzistiri na kutoingiliwa ila kwa njia ya kisharia. Na wasiwaonyeshe wanaume ya kuwavutia katika uzuri wa umbo lao na mapambo, kama kifua, madega, vidani, isipokuwa yale tangu hapo yamedhihiri kama uso na mikono. Na ewe nabii, watake hao wanawake wajistiri mahali zingepofunuka nguo kama shingo na kifua, na hayo kwa kuteremshia vitambaa vya kichwani. Na wasiachilie kuonekana uzuri wao ila kwa waume zao,
na jamaa ambao ni haramu kuoana nao milele, kama baba zao au baba za waume wao au watoto wao au watoto wa waume zao kwa wake wengine au kaka zao au watoto wa kaka zao au watoto dada zao. Na mfano wa hawa ni wanawake wenzao sawa sawa, wakiwa waungwana au wajakazi, na wanaume wanaoishi nao na hawana tena haja wanawake kwa ukongwe. Na kadhalika watoto wadogo ambao hawajafikiria miaka ya kutamani. Na pia watake wanawake wasifanye vituko vya kutaka kuwavutia wanaume, kama kugonga miguu chini ili sikilizane milio ya mitali na kugesi iliyofichikana ndani ya nguo. Na tubuni nyote kwa Mwenyezi Mungu, enyi waumini, kwa mlivyoiacha amri ya Mwenyezi Mungu, na shikamaneni na adabu za dini, mpate kuongokewa katika dunia na akhera yenu. Na saidieni katika kujitenga na zina na yanayopelekea zina, kwa kuwaoza ambao bado hawajaoana miongoni mwa wanaume wenu na wanawake wenu, na waliokuwa wanafaa kwa hayo katika watumwa wenu. Na wala umaskini usiwe sababu ya kuzuilia kuoa, kwani Mwenyezi Mungu atasahilisha njia za maisha mazuri kwa mwenye kutaka kuishi maisha safi. Na fadhila za Mwenyezi Mungu ni kunjufu, na yeye anajua kabisa nia za watu na kila lipitalo katika ulimwengu. Na ambao hawakupata uwezo wa fedha za kuolea, basi wafuate mojawapo wa njia nyingine kama saumu na riadha na kazi za kutumia akili. Kwa hayo hujikurupusha mpaka Mwenyezi Mungu akawafungulia kwa fadhila zake zitakazowawezesha kuoa. Na watumwa ambao wanataka kuandikiana nanyi ili wapate uhuru wao, ni wajibu juu yenu kuwakubalia walitakalo, mkijua kuwa watatimiza kutekeleza na wanaweza. Na juu yenu kuwasaidia waweze kutimiza walioandikiana nanyi. Na hayo ama ni kuwapunguzia shuruti mlizoandikiana nao, au kwa kuwapa mali katika mali aliyokunemesheni Mwenyezi Mungu, mkawapa katika zaka au sadaka. Na ni haramu juu yenu kuwafanya vijakazi vyenu njia ya pato la duniani ya hisi, kwa kuwafanya makahaba na mkawalazimisha kwa hayo. Na vipi mnakwenda kumlazimisha uchafu anayetaka kuwa safi? Na mwenye kuwalazimisha, basi Mwenyezi Mungu humsamehe mwenye kulazimisha pindi akitubu kwa dhambi zake za kulazimisha, kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira na rehema. Haya yanaelezwa na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, enyi vijana, mwenye kuweza kuoa na aoe, kwani hivyo linalindwa jicho, unahifadhiwa utupu. Asiyeweza na afunge, kwani hivyo ni kinga yake. Na sisi tumekuteremshieni katika sura hii na nyinginezo aya zilizowazi zenye kubainisha hukumu, na tumekuteremshieni mifano ya hali mbalimbali za waliotangulia, na uongozi na mawaidha ambayo kwayo watapata faida wenye kumhofu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Mfano wa nuru yake ni kama shubaka lenye kuwekwa ndani yake taa. Taa ile imo katika tungi. Tungi lile ni kama nyota inayomeremeta, inayowashwa kwa mafuta yanayotoka katika mti uliobarikiwa, mzaituni, si wa mashariki wala magharibi. Yanakaribia mafuta yake kung'aa wenyewe, ingawa moto haujayagusa. Nuru juu ya nuru. Mwenyezi Mungu humuongoa kwenye nuru yake amtakaye, na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe na humo litajwa jina lake, wanamtakasa humo asubuhi na jioni. Watu ambao biashara wala kuuza hakuwashughulishi na kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kushika swala na kutoa zaka, wanaihofu siku ambayo nyoyo na macho yatageuka, ili Mwenyezi Mungu awalipe bora ya walioyatenda na awazidishie katika fadhila zake. Na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila hisabu. Na waliokufuru vitendo vyao ni kama saradi uwandani, mwenye kiu kuyadhania ni maji, hata akiendea hapati chochote. Na atamkuta Mwenyezi Mungu hapo, naye amlipe hesabu yake sawa sawa.
na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Au ni kama giza katika bahari kuu iliyofunikwa na mawimbi juu ya mawimbi, na juu yake yapo mawingu, giza juu ya giza. Akiutoa mtu mkono wake anakaribia asiuone, na ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia kuwa na nuru hawi na nuru. Mwenyezi Mungu ndiye chanzo cha nuru ya katika mbingu na ardhi. Yeye ndiye mwenye kunawirisha vyote hivyo kwa nuru yote tunayoiona na tukenda ndani yake, na ya maana kama nuru ya haki na uadilifu na elimu na fadhila na uongofu na imani, na kwa ushahidi na athari kama alivyoahidi viumbe vyake, na kwa vyote vinavyoonyesha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu, na vikalingania imani kumwamini yeye subhanahu. Na mfano wa nuru yake tukufu na dalili zake zilizozagaa kwa uwazi ni kama mfano wa nuru ya taa yenye kung'aa kwa ukali kabisa, iliyowekwa kwenye shubaka na ukutani ili kukusanya mwangaza wake na kuzidi kupa nguvu. Na taa hiyo imevikwa tungi la kigae safi, inameremeta kama inavyomeremeta nyota. Na taa ile inawaka kwa mafuta ya mti wenye baraka nyingi, uliopandwa kwenye udongo mzuri na pahala pazuri. Mti huu ni mzaituni unaomea pahala pakati na kati. Basi huo si wa mashariki ukakosa joto la jua wakati wa alasiri, wala si wa magharibi ukakosa joto la jua wakati wa asubuhi, bali huo uko juu ya kilele cha mlima au katika uwazi wa ardhi unaopatisha jua mchana kutwa. Mafuta ya mti huu yanakaribia kutoa mwanga kwa ubora wa usafi wake, hata ikiwa hayajaguswa na moto wa taa. Mambo haya yote yanazidisha mwangaza wa hiyo taa juu ya mwangaza wake, na nuru juu ya nuru. Na namna hii ndiyo zinakuwa dalili zilizoenea katika ulimwengu za kuonekana na kupimika kwa akili. Ni ishara zilizo wazi, hazitaki kutiliwa shaka yoyote kwa kuwepo Mwenyezi Mungu na kuwajibikia imani kumwamini yeye na risala za mtume aliyewaleta. Na Mwenyezi Mungu humwezesha kufikia imani ya mtakaye kwa njia dalili hizi, ikiwa huyo mtu atajaribu kunafiika na nuru ya akili yake. Na Mwenyezi Mungu ameleta mifano ya kuweza kuhisiwa na kuonekana ili iwe wepesi kuelewa mambo ya kiakili. Na yeye subhanahu ni mkunjufu wa ujuzi, anawajua wenye kuangalia ishara zake na wenye kuzipuuza na wakapanda kiburi, naye atawalipa kwa hayo. Hakika wapo watu wanaomtakasa Mwenyezi Mungu na wanamwabudu misikitini ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha ijengwe na iamirishwe kwa kudhukuriwa Mwenyezi Mungu, nao wameshughulikia hayo asubuhi na jioni. Dunia na aliyomo duniani ya kuuza na kununua hayawashughulishi, wakaacha kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kumzingatia. Wao wanashika swala na wanatoa zaka, na huku wakihofu siku ya Kiyama, ambapo nyoyo zitakuwa hazina utulivu kwa sababu ya wasiwasi na hamu na kungojea matokeo, na macho yatadahadari kwa mhangaiko na kushtuka kwa vituko vigeni wanavyoviona na wingi wa vitisho. Na malipo ya vitendo vyao ni kulipwa sawasawa kwa ubora wa malipo kwa vitendo vyao vyema, na watapata fadhila kwa kupewa zaidi kuliko wanavyostahiki. Kwani yeye subhanahu ni mkunjufu wa fadhila, humpa mtakaye katika waja wake wema kipao kikubwa asichoweza mtu kukihisabu, wala wenye kuhisabu hawawezi kukisia. Na hao waliopinga na wakakanya wanadhani wenyewe kuwa wamefanya vizuri na kwamba vitendo vyao vizuri vitawaletea faida siku ya Kiyama, lakini hao wamekosea katika dhana yao hiyo. Kwani mfano wa vitendo vyao katika upotovu wake na kukosa maana ni kama mmetuko unaotokea unapoangukia mwako wa jua wakati wa adhuhuri juu ya ardhi tambarare jangwani. Mwenye kiu hudhania kuwa ni maji, hataki afikia asikute chochote chenye manufaa kama alivyodhania. Hali kadhalika vitendo vya makafiri siku ya malipo vitakuwa vumbi lilotawanyika, na kafiri ataikuta adhabu ya Mwenyezi Mungu inamngojea kwa utimilivu wake bila nuksani.
hakika hisabu ya Mwenyezi Mungu hapana shaka inakuja, na yeye aliyetakasika ni mwepesi katika kuhisabu kwake, hachelewi wala hakosei. Na huu mfano mwingine wa vitendo vya makafiri, mfano wake ni mfano wa giza la bahari kubwa iliyotanda yenye kina kirefu. Mawimbi yake yanapigana na kusukumana wenyewe kwa wenyewe, nayo yamefunikwa na mawingu mazito meusi hayapitishi mwangaza. Katika giza hili lilorundikana, msafiri wa baharini hawezi kuona mkono wake hata akiukurubisha machoni. Basi anabaki amedua, amebabaika, hajijui. Na vipi ataona kitu atokane na butwa hili bila kupata nuru ya kumwongoa katika mwendo wake na kumwokoa na kugongana na kuhiriki? Na basi kama hali hiyo hiyo, makafiri hawapati faida katika vitendo vyao, wala hawatoki katika upofu wao na upotofu wao, wala hawajiokoi nafsi zao ila kwa nuru ya imani. Kwani hana nuru ya kumwongoa kwenye njia iliyonyoka, basi atakuwa katika walioteketea. Na waliokufuru vitendo vyao ni kama sarabi, yaani mazigazi uwandani. Mwenye kiu huyadhania ni maji, hata kiendea hapati chochote. Na atamkuta Mwenyezi Mungu hapo, naye amlipa hisabu yake sawa sawa. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Sarabi si chochote ila mandhari ya mwangaza yanayosababishwa na marejeo, yani reflection, yani yale inayotoka kwenye vitu vyenye kutoa mwanga. Na hiyo hurejeshwa tena kutokana na ardhi pana tupu, yani uwanda, na kupanda kidogo kidogo mkabala na uso wa ardhi na joto linapopanda wakati wa mchana. Basi miale hiyo inayorejea ikifika kwa jicho la mwenye kuangalia, huona vile vitu vimegeuka juu chini kama kwamba kwenye kioo kikubwa kilichotanda. Na kadhalika mbingu safi ya rangi ya kibuluu huonekana kama kwamba ni ziwa la maji juu ya uso wa ardhi. Na vile vitu vingine kama miti na mitende iliyoonekana juu chini inazidi kuonyesha kama kwamba ni vivuli kwenye maji. Na hii sarabi huzidi kudhihiri kwa uwazi kabisa inapokuwa hitilafu ni kubwa baina ya joto la uso wa ardhi na angani katika hewa. Na hayo huonekana zaidi majangwani na nyandani na kwenye barabara za jangwani za lami zilizonyoka. Kwa maelezo hayo, inaonekana kuwa sarabi ni kiini macho tu. Maoni ya wataalamu juu ya aya 40. Au ni kama giza katika bahari kuu iliyofunikwa na mawimbi juu ya mawimbi, na juu yake yapo mawingu, giza juu ya giza. Akiutoa mtu mkono wake anakaribia siuone, na ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia kuwa na nuru hawi na nuru. Aya hii tukufu imekusanya yaliyo muhimu kabisa katika midharuba ya baharini. Ni maarufu kuwa midharuba ya bahari kuu huwa na mawimbi yanayokhitilifiana urefu wao na ukubwa wao au mnyanyuko wao, hata inaonekana kama kwamba hayo mawimbi yanapandana moja juu ya mwenzie, na kwa hivyo yakaziba mwangaza wa jua. Kwa vile hiyo midharuba inasababisha kurundika kwa mawingu mazito ambayo nayo huuziba mwangaza wa jua, na kwa hivyo husababisha giza, mtu asiweze kuona kitu ya kuwa macho yake mazima. Na ilivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kazaliwa na kakulia jangwani, kuja maelezo kama haya ya undani wa kielimu kwa ulimi wake kuwa ni ufunuo uliotokana na Mwenyezi Mungu. Ni ushahidi wa Qur'ani inatoka kwa Mwenyezi Mungu na kuwa ni muujiza wa mtume huyu mtukufu. Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu vinamtakasa vilivyomo katika mbingu na ardhi, na ndege wakikunjua mbawa zao? Kila mmoja amekwisha jua sala yake na namna ya kumtakasa kwake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua wayatendayo. Na ni wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya wote. Je, huoni ya kwamba Mwenyezi Mungu huyasukuma mawingu, kisha huyaambatanisha, kisha huyafanya mirundi? Basi utaona mvua ikitoka kati yake, na huteremsha kutoka juu kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe, akamsibu nayo amtakaye na akamwepusha nayo amtakaye. Hukurubia mmetuko wa umeme wake kupofua macho.
Mwenyezi Mungu hubadilisha usiku na mchana. Hakika katika hayo yapo mazingatio kwa wenye kuona. Na Mwenyezi Mungu ameumba kila kinyama kutokana na maji. Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu minne. Mwenyezi Mungu huumba ayatakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Kwa yakini tumeteremsha ishara zinazobainisha. Na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka. Na wanasema, tumemwamini Mwenyezi Mungu na mtume na tumetii. Kisha kikundi katika hao hugeuka baada ya hayo, wala hao si wenye kuamini. Na wanapoitwa kumwendea Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ahukumu baina yao, kipo kikundi katika wao kinakataa. Na ikiwa haki ni yao, wanamjia kwa kutii. Je, wana maradhi katika nyoyo zao, au wanaona shaka, au wanaogopa ya kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake watawadhulumu? Bali hao ndiyo madhalimu. Ewe nabii, hujui kwa yakini kwamba kwa Mwenyezi Mungu hunyenyekea kila kiliomo mbinguni na duniani, na wanamnyenyekea ndege vile vile, nao wamekunjua mbawa zao? Basi viumbe vyote hivi vinanyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu na mipango yake, vinamtakasa na washirika na kila lisio la haki naye, na kila kimoja wapo kinajua kwa kujaliwa na Mwenyezi Mungu yaliyokiwajibikia katika unyenyekevu na kutakasa na kutimiza wadhifa wa maisha. Na Mwenyezi Mungu nyuma yao anajua kwa utimilivu wa kujua swala kila mwenye kusali na kusabihi kwa mwenye kusabihi, na yote wayafanyayo waja. Basi huwaje makafiri wakawa hawaamini? Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kumiliki mbingu na ardhi na viliomo ndani yao, na ndiye mwenye madaraka juu yao, na wote watarejea kwake siku ya kiyama kwa ajili ya hisabu na malipo. Ewe nabii, huoni kwamba Mwenyezi Mungu huyavuta mawingu, kisha huyakusanya na kuyarindika moja juu ya moja? Utaona mvua inatoka kwenye mawingu, na Mwenyezi Mungu huteremsha kutokana na mawingu yaliyorindikana yanayoshabihi milima kwa ukubwa wake vipande vya barafu kama changarawe, vikawaangukia watu vikawaletea manufaa au madhara kufuatana na kanuni zake na matakwa yake, wala siwateremshie wenginewe kwa mujibu apendavye subhanahu mtendaji mwenye kuhitari. Mwangaza wa umeme unaotokea wa kugongana mawingu hukaribia kutia upofu kwa ukali wake, na mambo kama haya ya kuonekana ni dalili za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao unawajibisha kuleta imani ya kumwamini yeye. Hajui kushabihiana baina ya mawingu na milima ila mwenye kupanda ndege, yani aeropleni inayoruka juu ya mawingu, akayaona kutoka huko juu kama ni milima na vilima ilivyokuwa ndege hizo hazijawa bado zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi hii inakuwa ni dalili kwa maneno haya yanatokana na Mwenyezi Mungu anayejua ya juu na chini. Je, huoni ya kwamba Mwenyezi Mungu huyasukuma mawingu, kisha huyaambatisha, kisha huyafanya mirundi? Basi utaona mvua ikitoka kati yake, na huteremsha kutoka juu kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe, akamsibu nayo amtakaye na akamwepusha nayo amtakaye. Hukurubia mmetuko umeme wake kupofua macho. Aya hii tukufu imeutangulia msafara wa sayansi, kwani hii yaeleza daraja za kuundika mawingu yanayoundikana na sifa zake, na yaliyojulikana hivi karibuni kisayansi ya kwamba mawingu ya mvua huanzia kwa sura ya moja moja, kisha yakajumuika yakawa kikundi. Ndiyo hayo mawingu yaliyorundikana, yani mawingu yanayoendelea kukua kwa kuelekea utosini. Hayo hukua kimo chake hata kufikia urefu wa kilomita 15-20, na hapo huonekana kama ni milima mikubwa iliyonyanyuka. Na yajulikana kisayansi ni kuwa mawingu yaliyorundikana yanapitia daraja 3, nazo ni daraja ya kukusanyika na kukua, daraja ya kunyesha, na mwisho daraja ya kumalizikia. Kama ilivyokuwa mawingu hayo nayo ni peke yao yenye mvua ya mawe, na inabeba nguvu za umeme, electricity, ani kaharaba,
huweza kuwa yakashika mfululizo umeme na radi, hata huweza ikawa ni milipuko karibu 40 kwa dakika moja. Hata mtu anayetazama akawa hawezi tena kuona kwa ukali wa mwanga wake. Na haya ndiyo hasa yanawapata marubani wa meli na ndege wakati wa midharuba ya radi. Mwenyezi Mungu huzigeuza hali za usiku na mchana kwa urefu na ufupi, na kwa kuanzia na kumalizikia kwa mizunguko ya falaki. Hakika katika hayo pana mazingatio kwa wenye akili zilizo nzima zenye busara, na kwa njia hiyo wakamwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu, na ndiye alianzisha kila kitu kwa kupenda kwake, na akaumba kila kilicho hai kutokana na asili moja ya shirika, nayo ni maji. Na kwa hivyo kila kihai hakiachi kuwa na maji. Kisha zinaohitalifisha hitilafu nyingine kwa namna na uwezo na sura na kadhalika. Katika wanyama wapo wanaotambaa kwa matumbo yao kama samaki na nyoka, na wapo wanaokwenda kwa miguu miwili kama wanadamu na ndege, na wapo wanaokwenda kwa miguu minne kama mahayawani wengi wa kufugwa na wa mwituni. Mwenyezi Mungu huumba apendavyo kwa njia mbalimbali kuonyesha uwezo wake na ujuzi wake, kwani ni mwenye kutaka atakacho na mwenye kuhitari apendacho, na yeye ni mweza wa kila kitu. Na Mwenyezi Mungu ameumba kila kinyama kutokana na maji. Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu minne. Mwenyezi Mungu huumba yatakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Maji katika aya hii tukufu ni maji ya uzazi, yani vinyama vinavyotoa manii. Na aya hii si kama imetangulia msafara wa sayansi katika kubainisha kuzalikana mtu kutokana na tone la manii, kama ilivyokuja katika kauli yake aliyetukuka. Hebu na ajitizame mtu ameumbwa kwa kitu gani? Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa. Kwa mfano katika sura At-Talaq aya 5 hadi 6, bali imetangulia pia katika kubainisha kwamba kila kinyama kinachokwenda kwenye ardhi kimeumbwa kwa njia ya kuzalikana na vinyama vya manii, na vingakhtalifiana hivyo vinyama vya manii na sifa zao katika kila namna mnamo hizo namna za vinyama. Katika maana za kisayansi ambazo zaweza kuwa nazo hii aya ni kuwa maji ni msingi wa kila kiumbe kilicho hai. Kwa mfano, mwili wa mtu umekusanya 70% ya uzito wake kuwa ni maji. Yani mtu mwenye uzito kilo 70, kiasi kilo 50 ni maji. Na kabla ya kuteremka Kurani hayo hayakuwa yakijulikana kabisa ya kuwa mtu ana sehemu hii kubwa ya mwili wake kuwa ni maji. Na maji ndiyo chakula cha dharura kabisa kwa mwanadamu, kwani hali mtu yamkini aishi siku 60 bila kula chakula chochote. Hawezi kuishi bila ya maji kwa zaidi kuliko siku 3 mpaka 10 mwisho wake. Na maji ndiyo msingi wa kufanyika damu, na maji ya limfo, na ya katika ubongo wa mifupa, vimwagavyo na mwili kama mkojo na jasho na machozi na mate na nyongo na maziwa, na maji yanayopatikana katika viungo, na ambayo ndiyo sababu ya ulaini wa mwili. Na kikosekana 20% ya maji yake, basi mwanadamu hukabiliwa na mauti. Na maji huyayusha vyakula vikasahilika kufyonzeka, na kadhalika huyayusha makombo yenye asili ya vilivyo hai au madini katika mkojo na jasho. Na kwa namna hii maji yana sehemu kubwa zaidi na muhimu kabisa katika kuumbwa kwa mwili. Na kwa hivyo yamkini kusema kwamba kila kiumbe kilicho hai kimeumbwa kutokana na maji. Na hakika sisi tumeteremsha kwa wahi aya zilizo wazi za kubainisha hukumu na mawaidha, na zinazopiga mifano. Na Mwenyezi Mungu humwezesha kwenye kheri ampendaye katika waja wake, ambao wapo tayari kuziangalia na kufaidika nazo. Na wanafiki husema kwa ndimi zao, tumemwamini Mwenyezi Mungu na mtume na tunazifuata amri zao. Na wanapotiwa mtihanini, kikundi kati yao hukataa kushirikiana na Waislamu katika kazi ya kheri,
kama jihadi na nyinginezo, baada ya kauli yao hii. Na watu hawa si waumini wa kweli, wala hawastahiki kutumiliwa jina la waumini kwao. Na katika hali zao ni kuwa wakitakiwa kuhukumiwa mbele ya mtume kwa jambo liliteremsha Mwenyezi Mungu, unafiki wa baadhi yao hudhihiri, na wao hukataa kuhukumiwa wakijua kuwa haki ni ya wale mahasimu zao. Ama wakijua kuwa haki kwa upande wao, basi humjia mtume mbio mbio ili wahukumu baina yao na mahasimu zao. Na kwa nini wanasimama msimamo huu katika kushtakiana mbele ya mtume? Ni kwa sababu nafsi zao zimesibiwa na maradhi ya upofu, na kwa hivyo haziridhiki na hukumu yako ya haki. Au ni kwa kuwa wao wanatilia shaka uadilifu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika kuhukumu? Si lolote katika hayo kabisa, lakini hao ni madhalimu waliodhulumu nafsi zao na wengineo kwa sababu ya ukafiri wao na unafiki wao na kuiacha kwa haki. Haiwi kauli ya waumini wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ahukumu baina yao, ila ni kusema tumesikia na tumetii, na hao ndio wenye kufanikiwa. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakamwogopa Mwenyezi Mungu na ukamcha, basi hao ndio wenye kufuzu. Na wanaapa kwa Mwenyezi Mungu ukomo wa kiapo chao ya kwamba ukiwaamrisha kwa yakini watatoka. Sema msiape, utiifu unajulikana. Katika Mwenyezi Mungu wanazo habari za mnayoyatenda. Sema mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, na mkigeuka basi yaliyo juu yake ni aliyobebeshwa, na yaliyo juu yenu ni mliobebeshwa nyinyi. Na mkimtii yeye mtaongoka, na hapana juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda mema ya kwamba atawafanya makhalifa katika ardhi kama alivyowafanya makhalifa wa kabla yao, na kwa yakini atawasimamishia dini yao aliyowapendelea, na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wawe wananiabudu mimi wala wasinishirikishe na chochote, na wataukufuru baada ya hayo, basi hao ndio wapotovu. Na shikeni sala na toeni zaka na mtiini mtume ili mpate kurehemewa. Msiwadhanie waliokufuru kwamba watashinda katika nchi, na makazi yao ni motoni, na hakika ni maovu kweli marejeo yao. Hakika kauli ya haki vayo kwa waumini wa kweli wanapoitwa hukumiwe kwa mujibu yaliyokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni kuwa waseme kwa kukubali na kunyenyekea, tumesikia wito wako ewe Muhammad, na tumeridhia hukumu yako. Na hao ndio watakuwa watu wa kufanikiwa katika dunia yao na akhera yao. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na kuridhia anayoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallama, na wakaiogopa dhati ya Mwenyezi Mungu tukufu, na wakaukumbuka utukufu wake, na wakaihofu ghadhabu yake, hao ndio wataupata radhi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi yake na neema za pepo, na ndio wenye kupata heri tupu. Na wanafiki wanaapa kwa ukomo wa nguvu za viapo vyao kwamba wewe Muhammad ukiwaamrisha watoke nawe kwenda vitani watakutii. Waambie msiape, kwani mambo yatakikanayo kwenu mnayajua, hapana hata mmoja wenu asiyejua, wala yamini zenu za uongo haziondoi ujuzi huo. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua barabara kila linalotokana nanyi, na yeye atakulipeni kwayo. Waambie mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume kwa utiifu wa kweli wenye kuonyesha vitendo vyenu. Wanafiki wakipuuza wasifuate, basi juu ya Muhammad ni wajibu aliyotwishwa tu na Mwenyezi Mungu, nayo ni amri ya kufikirisha ujumbe, wala hakukalifishwa uongofu wao. Na nyinyi juu yenu ni hayo aliyokupukweni Mwenyezi Mungu, nayo ni kufuata na kutii. Na mtapata adhabu ikiwa mtaendelea na waasi, na mkimtii mtume mtaongoka kwenye kheri. Na yeye haimpasi ila kufikisha kwa uwazi, mkimtii au mkiasi, na yeye kesha fikisha. Mwenyezi Mungu amewaahidi katika nyinyi walioisadiki haki na wakaifuata, na wakatenda vitendo vyema, kwa ahadi ya kutia mkazo
ya kwamba atawafanya makhalifa, yani wafuatizi au warithi wa wale waliowatangulia, wawarithi katika kuhukumu na utawala katika nchi, kama ilivyokuwa hali waliotangulia, na atawasimamishia Uislamu kuwa ndio dini yao aliwapendekezea. Basi watakuwa na heba na madaraka, na ataibadilisha hali yao ya hofu iwe ya amani, wawe wananiabudu mimi na wametua, hawanishirikishi mimi na chochote kile katika ibada. Na wenye kukhiyari ukafiri baada ya hali hii ya kweli, au wakartadi wakaacha Uislamu, basi hao ndio waliotoka nje, walioasi wapinzani. Na shikeni swala kwa ukamilifu wa nguzo katika utulivu na unyenyekevu, ili ipate kuwa inazuia uchafu na mambo mabaya. Na wapeni zaka wanaostahiki, na mtini mtume kwa yote anayokuamrisheni, ili mpate kutaraji rehema Mwenyezi Mungu na radhi yake. Ewe nabii, usidhani kuwa makafiri wataweza kumkwepa Mwenyezi Mungu wasiwashike kwa madhambi yao, au watu wa haki wasiwaone pahala popote pale katika ardhi, bali yeye ni muweza, na marejeo yao siku ya kiyama ni motoni, na marejeo maovu kabisa ni marejeo yao. Enyi mlioamini, na wakutakeni idhini iliyowamiliki mikono yenu ya kulia, na walio bado kubaligh miongoni mwenu mara 3, kabla ya sala ya alfajiri, na wakati mnapovua nguo zenu adhuhuri, na baada ya sala ya isha. Hizi ni nyakati 3 za faragha kwenu. Si vibaya kwenu wala kwao baada ya nyakati hizi kuzungukiana nyinyi kwa nyinyi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokuelezeni aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Na watoto wanapofikilia umri wa kubaligh, basi na watake ruhusa kama walivyotaka ruhusa wa kabla yao. Hivyo ndivyo anavyokubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Na wanawake wazee wasiotaraji kuolewa, si vibaya kwao kupunguza nguo zao bila ya kujishaua kwa mapambo, na wakijiheshimu ni bora kwao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Si vibaya kwa kipofu, wala si vibaya kwa kiguru, wala si vibaya kwa mgonjwa, wala kwenu nyinyi mkila katika nyumba zenu, au nyumba za baba zenu, au nyumba za mama zenu, au nyumba za kaka zenu, au nyumba za dada zenu, au nyumba za ami zenu, au nyumba za shangazi zenu, au nyumba za wajomba zenu, au nyumba za dada wa mama zenu, au za mliowashikia funguo zao, au rafiki yenu. Si vibaya kwenu mkila pamoja au mbalimbali. Na mkiingia katika nyumba, toleaneni salamu, kuwa ni maamkio yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu, yenye baraka na mema. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokubainishieni aya zake mpate kuelewa. Enyi mlioamini, yakupaseni muamrishe watumishi wenu na vijana wenu ambao bado hawajabalighi, wasikuingilieni vyumbani mwenu ila baada ya kutaka idhini katika nyakati 3, nazo ni kabla ya sala alfajiri, na pale mnapopunguza nguo zenu wakati wa kupumzika mchana, na baada ya sala ya isha mnapojitayarisha kulala. Kwani nyakati hizi mtu hubadilisha mavazi ya kulalia badala ya mavazi ya kutokea, na huonekana sehemu za mwili ambazo hazifai kuonekana. Wala hapana ubaya kwenu wala kwao kuingia bila ruhusa nyakati nyinginezo, kwa sababu ni jambo la ada watu wa nyumbani kupitiana kwa maslaha yao. Na kwa uwazi wa namna hii Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya za Qur'ani ili akuwekieni wazi hukumu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mkunjufu wa ujuzi, mkubwa wa hikma, anajua yanayosilihi kwa waja wake, na anawatungia sharia zinazowanasibu na kwa kadri ya haja yao. Enyi mlioamini, na wakutakeni dini iliyowamiliki mikono yenu ya kulia, na walio bado kubalighi miongoni mwenu mara 3, kabla ya sala ya alfajiri, na wakati mnapovua nguo zenu adhuhuri, na baada ya sala isha. Hizi ni nyakati 3 za faragha kwenu. Si vibaya kwenu wala kwao baada ya nyakati hizi kuzungukiana nyinyi kwa nyinyi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokuelezeni aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma.
aya hii tukufu ni moja katika aya zinazoelekeza nadhari ya watu wazingatie yaliyolaiki katika jamii za watu, hasa ndani ya ukoo, nayo kuwa kuchanganyika kwa watumishi na watoto katika aila yao huenda kukapindukia mipaka ya heshima za mingiano, wakawa wanawaingilia wenginewe bila ya kutaka idhini katika nyakati maalum zilizotajwa katika aya. Na kwa kuwa nyakati hizo ni nyakati za faragha na uhuru wa binafsi na kuvua nguo nzito nzito, aya hii imekusudia kuweka sharia ya kutaka idhini katika nyakati hizo kutokana na watumishi na vijana, ili wasione ambayo yanahesabiwa kuwa ni siri, ambayo ni kama utupu ambao wapaswa kustiriwa. Na kwa hivyo wanaelekezwa watu wa ukoo wavae mavazi yanayokuwa laiki ya kukabiliana hata wao kwa wao, ili heshima yao ibaki imehifadhika na uhuru wao umedhaminika na adabu zao zimechungika. Na Kurani ndiyo inayofaa hasa kutuongoza tufuate mwendo ulio bora na wajuu. Ikiwa watoto wa nyumbani haiwafalii kuwaingilia watu katika nyakati hizo za faragha zilizotajwa, seuze watu mbali. Na vijana vyenu wakifikilia umri wa kubalighi, inawapasa watake ruhusa ya kuingia kila nyumba na kila wakati kama ilivyowapasa wenzao kabla yao. Na kwa mfano wa uwazi kama huu, Mwenyezi Mungu anakuwekeeni wazi aya zake alizoziteremsha. Na Mwenyezi Mungu subhanahu ni mkunjufu wa ujuzi, mkubwa wa hikma, anajua linalowasilihi waja wake, na anawatungia sharia zinazowasibu na kwa kadri ya haja yao. Na wanawake wakongwe ambao hawatumai kuolewa hawalaumiwi wakipunguza baadhi ya nguo zao, kwa sharti wasiwe wanajishaua kwa kuonyesha uzuri wa mwili wao ambao Mwenyezi Mungu ameamrisha usiriwe. Lakini kujiheshimu kwa kujistiri kwa ukamilifu ni bora kwao kuliko kujifunua. Na Mwenyezi Mungu anawasikia wayasemayo, na anayajua makusudio yao, na atawalipa kwa hayo. Wenye udhuru kama vile vipofu, viguru, wagonjwa hawana lawama, bali hata nyinyi wazima hamna lawama kula katika nyumba za watoto wenu, kwani hizo ni nyumba zenu. Wala kula katika nyumba za baba zenu na mama zenu na ndugu zenu wanaume na ndugu zenu wanawake, au nyumba za ami zenu au mashangazi zenu au wajomba zenu au mama wadogo, dada mama zenu, au nyumba ambazo mmewakilishwa kuzitazama, au nyumba za rafiki zenu mnaochanganyika nao, ikiwa hamna yaliyoharimishwa humo. Na hayo ikijulikana kuwa mwenye nyumba ameruhusu yeye au mkewe. Wala hapana ubaya kula humo pamoja au mbalimbali. Na mwingiapo katika nyumba, toweni salamu kwa waliomo, ambao hao ni baadhi yenu kwa umoja wa dini na ujamaa, kwani hao ni kama nyinyi. Na maamkio haya ni maamkio yaliyowekewa sharia yenye baraka na thawabu, na pia ndani yake nyoyo hupoa. Na kwa mfano kama huu Mwenyezi Mungu anazifafanua aya kwa ajili yenu, mpate kuelewa wazi na hukumu zilizomo ndani yake, na mpate kuzifahamu na mzitende. Hakika waumini wa kweli ni waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wanapokuwa pamoja naye kwa jambo la kuwahusu wote hawaondoki mpaka wamtake ruhusa. Kwa hakika wale wanaokuomba ruhusa hao ndio wanaomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na wakikuomba ruhusa kwa baadhi ya kazi zao, mruhusu mtakaye miongoni mwao, waombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Msifanye wito wa mtume baina yenu kama wito wa nyinyi kwa nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu anawajua miongoni mwenu wanaoondoka kwa uficho. Basi na watahadhari wanaokhalifu amri yake, usije ukawapata msiba au ikawapata adhabu chungu. Jueni kuwa hakika ni vya Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na ardhini. Hakika yeye anajua mlionayo, na siku mtaporudishwa kwake atawaeleza walioyafanya. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Hakika waumini wenye kusadiki ni wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wala hawamwachi mtume peke yake katika jambo muhimu linalohitajia wajumuike pamoja kwa ajili yake,
kama mfano wa jihadi, ila baada ya kumtaka ruhusa ya kuondoka na wakakubaliwa. Hakika wanakukadiri wewe, ewe nabii, kama unavyostahiki, na wanatambua umuhimu wa huo mkusanyiko, hawaondoki ila baada ya wewe kukubali. Hao ndio wenye kusadiki katika imani yao kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Basi wakikutaka ruhusa hawa kwenda kufanya baadhi ya maslaha yao, mpe ruhusa mtakaye katika wao, pindi ukimwona kuwa ana haja kweli ya kuondoka, na si dharura kwa mkutano kuwapo yeye. Juu ya hivyo waombe maghfira kwa Mwenyezi Mungu kwa kuondoka kwao, ambako kwa hakika hakuelekei kabisa. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira na rehema. Fanyeni hima kuheshimu wito wa mtume kukuiteni kukusanyika kwa mambo muhimu, na mwitikieni huo wito wake, wala msifanye wito huo kama mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi, kuwa inafaa kupuuza na kuondoka mpendavyo. Wala msiondoke ila baada ya kutaka ruhusa na mkakubaliwa, na tena iwe katika mipaka ya ufinyo kabisa na dharura na shida. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anawajua wanaondoka bila idhini, wakijificha ficha kati ya watu, ili ati mtume asiwaone. Na watahadhari wanaokwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, asije Subhanahu akawapatiliza kwa wasi wao, wakapata mateso makali duniani kama ukame na mitetemeko, na akawapa adhabu yenye wingi wa uchungu aliyoandalia akhera, nayo ni ya motoni. Zindukaneni enyi watu, mjue kuwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kumiliki mbingu na ardhi na viliomo ndani yao. Anayajua mlio nayo, ukafiri wenu na Uislamu wenu, na uasi wenu na utiifu wenu. Basi msiende kinyume na amri yake, na yeye atawapa habari watu wataporejea kwake siku ya Kiyama kwa yote walioyatenda duniani, na atawalipa kwayo, kwani yeye amekizunguka kila kitu kwa ujuzi wake.